inaeleza bayana kwamba endapo Mheshimiwa Rais aliyeko madarakani atapoteza maisha, msaidizi wake ambaye ni makamu wa rais ataapishwa mara moja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ilisimama kama katiba. Dr. Samia Suluhu Hassan aliapishwa na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwanamke shupavu, mwanamke jembe ambaye kimsingi amefanya kazi nzuri sana kwa kipindi cha miaka 4 ambayo alipewa ridhaa ya kuongoza. Katika kipindi hicho ametuheshimisha wanawake wa mkoa wa Ruvuma, ametuheshimisha wanawake wa nchi nzima ya Tanzania, lakini vile vile ametuletea heshima ndani ya nchi na nje ya nchi na duniani kote. Dr. Samia alijipambanua katika sekta mbalimbali. Alikwenda kuhakikisha kwamba anakwenda kufanya uwekezaji mzuri kwenye elimu. Akapeleka madarasa mengi kwenye shule mbalimbali katika nchi yetu. Upande wa elimu ukang'ara katika shule za msingi, sekondari, vyuo na vyuo vikuu. Makofi mengi sana kwake. Hakuishia hapo. Dr. Samia alikwenda moja kwa moja kwenye swala la afya. Akaenda kuboresha zahanati na vituo vya afya vilivyopo. Mwisho wa siku akaenda mpaka kwenye hospitali za mawilaya kwa ajili ya kuboresha na kujenga hospitali za mawilaya mpya. Lakini vile vile amejenga hospitali ya mkoa ambayo kimsingi sisi katika mkoa wetu ameboresha hospitali ile iliyokuwepo, na sasa imekuwa ni hospitali ya mkoa. Katuongezea hospitali ya rufaa. Jamani, nasema uongo Mwanamonga? Ametuongezea hospitali ya rufaa, hospitali ambayo kwa sasa hivi wanakamilisha eneo la OPD ili kuweka kipande ambacho eneo ambalo watakuwa wanatibiwa ndugu zetu wa kata ya Mwenge Mshindo kabla ya kupelekwa kwenye rufaa kama inatakiwa kwenda kwenye rufaa. Hapo vipi? Jamani, raha si raha? Hospitali nzuri, badala ya kupewa rufaa kwenda Dar es Salaam huko Muhimbili, rufaa tunayo hapa hapa. Hospitali za sasa sio kama hospitali za wakati huo uliopita. Nchi yetu imepiga hatua. Tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan. Kana kwamba haitoshi, nimepata kuzungumza na diwani hapa. Akaniambia hapa pana zahanati na inaendelea kutoa huduma. Lakini mimi niseme wana Mwenge Mshindo tumepiga buru. Tumepiga buru kwa sababu tumeletewa hospitali hapa hapa, hospitali ya rufaa. Kwa hiyo tutakuwa tunatibiwa kirufaa hapo. Umechepuka pale, unaingia huko kwenye rufaa walikotoka, sijui wa Mtwara, sijui wa wapi, na wewe unazama pale, unapata huduma bora kwa madaktari bingwa. Lakini vile vile nataka niwaambieni, katika sekta ya elimu amefanya, maji kwenye afya amefanya. Swala liko kwenye changamoto ya maji. Kwenye changamoto ya maji katika mtaa wa Mwenge Mshindo, tayari wana Mwenge Mshindo wanapata maji safi na salama na yenye kutosheleza. Lakini sasa safari ni hatua. Tunaendelea hapa katika eneo la Mwanamonga. Na katika eneo hili la Mwanamonga, ndugu zangu, na kipande hiki kilikuwa wapi? Kilikuwa katika kata ya Lirambo. Ninamfahamu Osmond Kapinga, ninamfahamu Damas Daniel Numalo, ninamfahamu Dr. Samia Suluhu Hassan. Haya ni majembe ya kukata na kufukia. Nataka niwaambieni, jambo hili sio kubwa, jambo hili ni dogo. Ajenda imeshachukuliwa, tayari imeshawekwa kwenye msingi mzuri wa kwenda kuleta maji hapa. Mwanamonga ni miongoni mwa mitaa. Mwanamonga, Miegea ni miongoni mwa mitaa ambayo imewekwa katika ilani yetu hii ya Chama cha Mapinduzi. Iko kwenye ilani hii ya Chama cha Mapinduzi kwamba Mwanamonga na Miegea inakwenda kupata maji kupitia mradi ambao uko tayari katika manispaa ya Songea. Mradi huu ni wa bilioni 145. Ni mradi ambao unahusisha miji 28. Miradi wa World Bank. Kwa hiyo sisi kama Chama cha Mapinduzi, nimekuja hapa ninaizungumza ni yule ambaye mmekuwa mkimsikia ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nikiunguruma katika changamoto za wananchi
wa mkoa wa Ruvuma. Jamani,